Karibu kwenye Moyo wa Malezi, mahali ambapo tunajadili maisha ambayo yanagusa moyo wa wazazi, moyo wa watoto. Na tunajadili mambo ambayo yanagusa upendo wa familia. Leo katika Moyo wa Malezi, tutaenda kuangalia hoja 5 kuu sana ambazo zinazungumzia majina ambayo hupaswi kuwaita watoto. Jina sio sauti tu ambayo inasikika mtoto anapoitwa, bali jina linatakiwa libebe maana halisi. Jina linatakiwa limtambulishe mtoto na wakati ule likiwa linazungumza. Mimi ninaitwa Muhere Madam. Kama bado hujasubscribe kwenye chaneli yetu ya Moyo wa Malezi, karibu ufanye hivyo sasa hivi, kwa sababu nakuletea maarifa sahihi kabisa kwa ajili ya familia na kwa ajili ya jamii nzima. Unaweza ukatupigia simu au ukatuma ujumbe kwa namba 0754579224. Karibu na tuanze. Hoja namba 1, tutazungumzia majina yenye maana hasi au kuudhi, yaani majina ambayo yanaudhi. Tunatambua kwamba jina ndiye mtu mwenyewe. Jina ni sauti ambayo inasikika ikiwa inamtambulisha mtoto au mtu. Tunapokuwa tukiwaita watoto majina yenye maana hasi, majina yanayoudhi, tunawafanya wale watoto wakue wakiwa na msongo wa mawazo. Majina kama shida, majina kama tabu, masumbuko, ni majina ambayo yanaudhi. Yaani ni majina ambayo yamebeba matatizo. Majina ambayo mtoto akiitwa, yeye mwenyewe anakuwa anajisikia kumbe mimi ni shida, kumbe mimi ni tabu, kumbe mimi ni masumbuko. Majina hayo yanakuwa yana maana zake mbaya, ambazo mara nyingi inakuwa inamuonyesha mtoto siku zote katika maisha yake. Tukijaribu kuangalia, hebu jaribu kuchunguza mzazi. Watu ambao wameitwa hayo majina, mpaka sasa hivi maisha yao yanakuwa ni maisha ya kuhangaika, maisha ya kusumbuka na maisha yanayosononeka. Tusiwaite watoto majina yenye maana hasi au maana za kuudhi. Hoja namba 2 ni majina yanayochekesha au kudhihaki. Mara nyingi utakuta watoto wengine wameitwa majina, yaani majina yale ambayo yanafanana na mdundo, ambao yaani watoto wanaweza wakacheza huo mdundo, au watoto wanaweza wakacheka, yaani wakafanya dhihaka. Hayo sio majina ya kuita watoto. Eti unakuta mtoto mfano anaitwa Kadudu, au mtoto anaitwa labda Kimdori, mtoto anaitwa Kamtu. Kwa hiyo utakuta watoto wenzake wanacheza labda wanaimba kamtu hako kamtu, yaani wanakuwa wanamdhihaki. Anaposikia hiyo sauti inakuwa inamkera. Hata ukimuita kamtu, unaona mtoto anawaza mara mbili jinsi ya kuja ameitwa kamtu, kamdundo, kamdoli. Hayo sio majina ya kuwaita watoto. Hoja namba 3 ni majina magumu kutamka au kuandikwa. Wakati mwingine unakuta mtoto ameitwa jina Kante Kankumpu. Yaani hata kutamka Kante Kankumpu, hiyo nimetolea mfano kwa sababu nishawahi kumsikia mtoto anaitwa Kante Kankumpu. Sasa unakuta hata mwalimu anapoanza kuita darasani lazima ajiandae. Watoto wenzake wakianza kumuita, mwisho unakuta tu wanafupisha wanaita Kante. Sasa mtu anakuwa anajiuliza Kante ndio nini? Kwa sababu jina linatakiwa liwe na maana. Jina linatakiwa limvae mtu, liwe yeye mwenyewe. Unakuta hata wakati mwingine mtoto anaandika jina lake, ameambiwa na mwalimu andika jina lako, anaanza Kante Kamtu. Yaani inamshinda hata yeye mwenyewe kuandika, japo ana uwezo wa kuandika. Kwa hiyo majina ambayo ni magumu kutamkwa, majina ambayo ni magumu kuandikwa, majina ambayo yanasikika kwa mtu unaitwa nani? Kante Kamtu. Unaitwa nani? Conclinchu. Unaitwa, yaani mtu anarudia, hebu sema tena, umesema unaitwa nani? Hayo sio majina ya kuwaita watoto, kwa sababu yanakuwa yanawaudhi, pia yanakuwa yanawafanya waonekane kama wao ni vitu vya ajabu. Wanakuwa wanaonekana kama sio, yaani hawako kwenye jamii, au ni wazazi wamekosea. Yaani mtoto anakuwa anawaza kabisa, anasema mama yangu au baba yangu alikosea kabisa, kwa nini aliniita hili jina? Unampa mtoto kujilaumu. Muite mtoto majina ambayo ni rahisi kutamka na pia yanakuwa yana maana nzuri. Hoja namba 4 ni majina ya mitindo isiyodumu. Kama tunavyojua, mitindo inatokea na mwisho wa siku inapotea, yaani mitindo mbalimbali. Wazazi wengi wanapenda kuwaita watoto majina ya mitindo ambayo haidumu. Kitu kimetokea ni cha fashion, cha kupita, mzazi anamuita jina hilo mtoto. Unakuja kukuta mtoto anakuwa, unakuta kile kitu kilishapita, mtindo ulishapita, kinakuwa kitu kimesahaulika, kwa hiyo jina linakuwa halina mizizi.
na jina linakuwa sasa maana yake tena haiwezi kuwepo. Kwa hiyo tusiwaite watoto majina ya mitindo ambayo inapita. Yaani unakuta kitu kimekuja ni cha ghafla tu lakini kitaondoka. Muite mtoto vitu ambavyo vinadumu, vitu ambavyo vina mizizi na vitu ambavyo vina maana. Hoja namba 5 ni majina yanayoweza kuathiri heshima ya mtoto. Kuna majina ambayo watoto wakati mwingine unapoitwa yanakuwa yanaathiri heshima yao. Kwa mfano ni matukio mabaya au matukio ya hatari ambayo yalipita. Hiyo inaweza kumfanya mtoto ashikilie stigma, yaani ajisikie vibaya. Unakuta hicho kitu kilishapita, kilikuwa ni kibaya au tukio baya, tukio la mauaji, tukio la utekaji, tukio baya. Mzazi lile tukio sasa unamuita mtoto. Mtoto anapokuja kuuliza kwamba jina langu lina maana gani, ndio anakumbushwa kile kielelezo. Hiyo inaweza kumfanya mtoto, hata jamii inayokuja inakuwa inamtazama kama mtoto mwenye matukio mabaya. Hivyo tusiwaite watoto majina ambayo yanatokana na vitu ambavyo vilipita, vitu ambavyo ni vibaya. Ndugu mzazi, kila jina tunalopendekeza au kuchagua kumpa mtoto wetu ni jina au ni tumaini ambalo litamuonyesha mtoto upendo, huruma, baraka na neema katika maisha yake. Tuchague majina ambayo yatawaletea watoto nuru na mwanga mpya. Tusichague majina ambayo yanakuwa yanawaumiza watoto. Kwa sababu tunatambua kwamba jina ndiye mtu mwenyewe. Na tunapokuwa tumemuita mtoto jina, tumuite mtoto jina ambalo sauti yake ikisikika inakuwa ina ladha laini, inakuwa inasikika kwa upole, inakuwa inasikika kwa upendo na inakuwa ina mizizi. Jina ambalo maana yake hata kutamkwa inasikika vizuri. Bila shaka umejifunza kitu kipya siku ya leo. Hivyo usiache kushare video hii kwa wazazi wengine ili waweze kupata mwanga bora kuhusu majina ambayo hayafai kabisa kuwaita watoto wao. Usiache kulike na tuambie kwenye comment ni majina gani ambayo yanakuchukiza wewe hata hutaki kuyasikia kwenye masikio yako. Tuambie pia unatazama video hii ukiwa wapi. Tukutane tena kwenye video nyingine inayofuata. Mungu akubariki. Asante sana.